wale madereva. Wewe unaendesha gari, pikipiki, vyombo vyote vya moto hivi. Hebu twendeni taratibu tu. Tutafika. Sijui tunaelewana. Twendeni, tutafika tu. Nitumie pia fursa hii kuliagiza Jeshi la Polisi mkoa wa Mara kuongeza kasi ya ukaguzi na doria za mara kwa mara barabarani ili kuhakikisha basi watumia barabara wote wanazingatia sheria za usalama barabarani. Ndugu zangu wana Mara, tuwe wavumilivu tukishughulikiwa na polisi. Bora tuchelewe. Tuchelewe lakini tufike salama, si ndio? Tusiende huku. Tutafika tu. Basi kwa niaba ya wananchi wote wa mkoa wa Mara, nitoe pole sana kwa familia, ndugu, jamaa, marafiki na wachimbaji wadogo wote na waombolezaji wenzangu kwa msiba huu mzito. Bwana Isaya atakumbukwa kwa mengi. Yameelezwa hapa. Kubwa likiwa ni uchapakazi, lakini jambo la pili ni ukarimu aliokuwa nao. Kwa mkarimu na rafiki wa kila mtu. Isaya alipata tuzo ya meneja bora wa mkoa. Sio tuzo hiyo tu, Isaya ameusababishia mgodi wa Irasanilo kupata tuzo nyingi sana za kitaifa. Mgodi wa Irasanilo umeshachukua tuzo mara 2 za ukusanyaji wa kodi za serikali kitaifa. Mgodi wa Irasanilo umeshachukua tuzo mara 3 ya utunzaji wa mazingira na usalama kitaifa. Haya yote ni kutokana na uongozi mzuri ambao ulikuwa unaongozwa na Isaya. Sekta ya madini, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, ina changamoto nyingi, ina migogoro mingi. Unaitatuaje hiyo migogoro na kuwa chachu ambayo kesho watu watakusoma hata ukiwa umeondoka, au utafariki watu watasema bora kafariki ujamaa? Hilo ndio fundisho kubwa ambalo ninatamani sisi vijana, viongozi wote ambao tuko kwenye eneo hili tujifunze. Tuyaenzi yaliyo mema ili tukiondoka tuwe tumeacha kitabu kizuri. Matumaini naye, maana yeye amesababisha Irasanilo kuwa mkusanyaji wa mapato sahihi katika taifa letu, na watu wanaohitajika katika taifa ni wale wanaoleta mchango katika taifa. Rai yangu kwa wachimbaji, watafutaji wa pesa, umma wote na taasisi zote, tuwekeze kwa watu, tuwekeze pia kwenye uchumi kiasi. Kwetu ni pigo kubwa kwa huyu kijana, kwa sababu ningeweza kushirikiana naye vizuri, lakini kama alivyosema mwenyekiti wa wachimbaji wa mkoa, waliobaki basi wajifunze kutoka kwake, kwa sababu nasikia alikuwa ni msaada sana kwenye halmashauri na kuhakikisha kwamba maduhuli yanapatikana.